neno mimi sitaenda sana kwa sababu nishabarikiwa. Tutasoma kitabu cha Luke 16. Luke 16 from verse 9 to 12. Asante kwa ukuu wako, asante kwa neema yako Bwana, asante kwa kutuleta katika nyumba yako, mfalme wa ajabu. Si jambo la kawaida tuamke na tukikute mahali kama hapa Bwana, bali umekarimu mkono wako wa rehema ili tukaweze kuwa katika uwepo wako mfalme. Tunanyenyekea miguuni pako Yesu, tukaweze kuinuliwa katika maisha yetu. Hata Bwana, asubuhi ya leo tunashukuru kwa neno ambalo umenena nasi Bwana, ya kwamba Yesu tukaweke nadhiri zetu ambazo tumefanya Bwana katika nyumba yako na hata katika familia zetu Bwana. Baba, mara nyingi tumekuwa wadhaifu, mfalme wa ajabu, tumevunja agano tumezifanya. Yesu, tunakuja asubuhi ya leo tukiomba ukaweze kutusamehea Bwana, ili tukaanze mwanzo mpya na wewe, na sifa na utukufu zitakurudia. Tunapoendelea Bwana kusoma neno lako Bwana Yesu, kanene nasi mfalme wa ajabu. Nitumie kama chombo Bwana, kwa maana Baba neno ni lako na watoto ni wako Bwana. Nitumie tu kama chombo Yesu, na ukaweze kutufunza kwa pamoja, ili tusiwe Baba jinsi tulivyoingia mfano. Tunasema ni asante kwa maana umetenda. Asante kwa wazazi wetu wa hii nyumba Bwana. Asante Bwana kwa kila mmoja ambaye amewakilishwa mahali hapo. Bwana wa majeshi, najua mkono wako si mfupi, ukaweze kubariki kila mmoja Bwana. Bali Yesu, tunasema ni asante. Hata walio wagonjwa mikononi mwako, nyosha mkono wako juu ya wote, na sifa na utukufu zitakurudia. Tunapoendelea Bwana, ukanene nasi, kaa nasi Bwana. Tayarisha mioyo yetu Bwana, kwa maana unaenda kupanda mbegu yako katika mioyo yetu mfalme. Wache tukaifanyie kazi, wache kaanguke katika udongo ulio mzuri, na sifa na utukufu zitakurudia. Tunasema ni asante kwa maana umetenda, na ni katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Praise God. Amen. Mimi niko na furaha vile tumejumuika kwa pamoja. Hapa neno la Mungu linasema ya kwamba, yani it is just a lesson for us. While you have, unaona sometimes you can have plenty, huo unatumia aje? Ndio verse 9 inatuambia these worldly resources, yani let us use our worldly resources to benefit others. What is us? Because today I'm not in need, but tomorrow I'll be in need. Sasa nikiwa leo sihitaji na next nitahitaji, wakati nilikuwa nayo nilisaidia nani? Kama nililetwa kwa nyumba ya Mungu na nikikimbia kwake atanipa, kwa sababu nilikuja kwake na nikatoa. Kama wewe jirani yangu nilikusaidia, si unaona? Wewe ukiona nimeenda chini utakimbia uniinue, kwa sababu unajua tumeinuana. Bwana Yesu asifiwe. So this life is about benefiting one another. Bwana Yesu asifiwe. So verse 9 inatuambia hivyo ya kwamba let us use our resources to benefit others and to make friends. You know, when you have friends, saa hizi ukiwa na marafiki wakisikia tu jambo limefanyika, they will come at once, because ulijenga hiyo uhusiano. Bwana Yesu asifiwe. So today also echo in the word in the morning, ambaye nituambia to keep vows. You cannot keep a vow when you are not faithful, kwa sababu ukikosa kuwa mwaminifu, hiyo agano utaiweka. Bwana Yesu asifiwe. So that's why naendeleza hilo neno, because number 10 inatuambia if you are faithful kwa kitu chache, Mungu atakuaminia kwa vitu vikubwa, si ndio? Sasa wewe ulimake tu agano, Bwana, tazama nimegonjeka, nikipona nitafanya hivi, lakini hujafanya. So naona hiyo ni mko kitu kidogo, huenda hiyo ugonjwa ilikuja tu as a test, na wewe mwenyewe ukakuja ukamake go, and because you are not faithful, hukuweza nini kutimiza. Bwana Yesu asifiwe. So tusipoaminika kwa vitu hizi vichache, hata vitu vikubwa hautaaminika. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu ngapi tunafaa kuaminiwa nazo?
as a praise and worship. Wewe unaaminiwa kufanya nini? You are the first preacher of the day. Kwa sababu unapoimba hata mtu akiwa anapona tu, wewe unajiamini aje? Are you faithful? Are you singing from your heart, ama unaimba tu kwa sababu is a mandate? Bwana Yesu asifiwe. So it is us to examine our hearts. Are we faithful in whatever we are doing? Mimi ni mfanyabiashara. Am I faithful in my business? Unajua sometimes kwa biashara kuna ukora mingi. Lakini ukishaokoka na ujue neno la Mungu, Biblia inatuambia be faithful in little things. Hizi vitu ndogo ndogo, naona uko kwa soko nyanya, umenunua shilingi 3 na kuja kuuzia mtu 25. Mungu anaona tu. Ndio, we are after profit. Lakini usifinye mwingine. Be faithful. Make something that inaweza kusaidia na isaidia mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Also, in our homes, sometimes we are not faithful in many things. Unaona tu, unaangalia mtu kwa macho hivi na unaanza kumdanganya. Na unaona tu kweli yenyewe alikuwa hivi. Biblia inatukataza, let us be faithful in whatever we have. Unaona, you have been given a gift. So naona kuna vipaji ziko katika Biblia. Kuna waimbaji, kuna waombezi. Wewe umepewa kipawa kama hicho, ukifanyia kazi. Sasa Mungu anaangalia, anashangaa, huyu mtoto wangu si mwaminifu kwa kitu nimempea. Wewe unaona tu sisi wanaomba, yani you take it lightly. Lakini ukiichukua na uzito, ukijua mimi ni mwimbaji, uchukue hiyo uimbaji na uzito, Mungu naye anaona, anatengeneza voice yako. You will sing, you will become, unaweza shtukia umekuwa producer. Unashangaa na sisi nilianza tu kwa church. Huwa nasikiza wasanii wengi wanasema, mimi nilikuwa naimba Sunday school, sijui nikaanza kuimba kanisani. Saizi anafanya nini? Anaimba, anatoa nyimbo. Kwa sababu ya nini? Alinacha kale kabegu. Bwana Yesu asifiwe. Because the Bible also inatuambia, yani tukiwa na imani ndogo kama mbegu ya haradali, tunaweza fanya mambo makubwa. Wewe unaweza ona hata kaimani kako ni kadogo, kaezi toshea huyo sasa. Siwezi fanyia kitu. Bwana Yesu asifiwe. So let us be active. Activate whatever little things you have. Kama ni kabiashara kadogo umeanza na 50 bob, be faithful na hiyo 50 bob, ili Mungu afanye nini akamu. Kuna watu wengi, I remember Dan, alikuwa anatoa ushuhuda ya about opt-in manager. Alianza very little. Right now amefanya nini? Because alianza na akakuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kama huyu mzee wa family anasema walianza as a family tu. Lakini sasa hivi panga hata sisi tunaweka huko nini pesa. Kwa sababu ya nini? Uaminifu. So kama Wakristo, let us be faithful in whatever little things we have. Hapo ndio shetani ametupiga sana. Unasema tu leo nikiamka hizi pesa nitafanya nini? Nikipata mshahara nitatoa fungu. Ukishika tu hizo pesa unasema hii school fees, mara house rent, mara unaona mara maji, sijalipa hii bill, unakata hiyo time. Sasa unaona yani shetani anakuminister, anakufunza na wewe unavunja tu sheria yenye wewe mwenyewe ulipendi. Sasa unaona tu hiyo kazi itakuja hivi ya hiki ama ufutwe kazi. Unaanza kulalamika, mbona kazi imeisha? Sisi wenyewe si waaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu na Biblia inasema our God is faithful. Whatever you say, yeye anakuwa mwaminifu na anafanya nini? Anasikiza. Bwana Yesu asifiwe. So here verse 11 inasema, let us be trustworthy in this world in health, that in wealth, hii urithi wa ulimwengu, tukue tu waaminifu. Unaona kama ushago, tulikuwa tukienda kanisani wakivuna, wanajua tu kiwango fulani ni ya kwenda kwa chachi. Hiyo shamba uwezi enda huko, atunaenda hata kukata kama hili kakuchoma. Hiyo imedediketiwa nini ya chachi, na itavunwa na itapelekwa. Lakini right now, yani tunajiita kwa mkutano wengine na tunaharibu. Bwana Yesu asifiwe. So let us be faithful in little things, ili Mungu wetu aweze nini kuaminiwa kwa vitu kubwa. Tunaweza anza anasema do not despise your humble beginning. Unajua wewe unaweza ona hata mimi sijiwezi, mimi niko kwa nyumba ya mabati, mimi niko sijui nini. Hapana, God anavalue where you are starting from. Wewe, how are you faithful?
wewe mwenyewe kwa hiyo kiwango uko mwaminifu kiasi gani ili yeye aweze kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona watu wengi hapa. Huyu mzee mtalii tulikuja hapa alikuwa tu anauza plastics, hizi vikombe za plastic. Na anaishi kwa kanyumba kingine hata siwezi sema. But right now is a person mwenye ako na kila kitu. Kwa nini? Alivalue hiyo humble beginning. Lakini sasa hivi naona kama watoto wetu anataka tu leo apate gari, kesho ajenge nyumba. How can it happen? Let us respect and follow God's protocol. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuenende katika njia za Mungu. Tusiende kwa hizi vitu za haraka. Unaona wengi mtu ndio anataka pesa za haraka. Anasikia kitu ni 2 million. Anaenda anatolewa kitu kwa sababu anataka kutajirika kwa haraka. Let us respect whatever we have. Unajua Mungu mahali amekuanzishia. Nimepokea ushuhuda wa watu wengi akikuja Nairobi alikuwa analala kwa kata. Akaambiwa kwa mattress moja. Sasa hizi ni mtu ako na vitu zake. Kwa nini? Alienda alifuata steps. But tukitaka kumjambo hatutaweza. Bwana Yesu asifiwe. So let us be very faithful and call on God to help us that we may follow the steps zenye ametupea. Bwana Yesu asifiwe. So this one also, being faithful, it's your mandate. Hakuna mtu atakuja kukufunza atakuwa mwaminifu. Si neno limejifunza. Sasa it's you. Mimi nimejua mahali weaknesses zangu ziko. Najua mahali nitaenda kurekebisha. Kwa sababu ukirekebika Mungu atafurahia. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona kama unajua about Ananias na Safira. Aliona watu wanauza mashamba wanaleta kanisani. Pia yeye akasema also, hakuwa na roho ya kutoa, lakini alisema anataka pia yeye. Sasa vile alisema pia yeye, lakini alipouza akaanza sasa kupewa huyo shetani ana minister. Akasema tuwezi peleka hizi pesa zote. Na wakasikizana na nini na mke wake. Na yeye mwenyewe amemeki nini nadhiri ya kwamba hiki kipande nitauza na nitaleta yote. Sasa aliuza akiwa tu peke yake, nobody went there. Alikuwa na uhuru wa kutoleta ama akuja aseme ukweli. Lakini yeye wakapanga na wakakuja kudanganya Mungu. Mungu wetu hadhihakiwi. Bwana Yesu asifiwe. There is no day unaweza sema ati Mungu atatetewa. Anajitetea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaona haya madhabahu? Hakuna mwanadamu atalinda haya madhabahu. Ni Mungu peke yake. Kwa sababu hawezi tetewa na mtu. Madhabahu hujitetea yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. So, in whatever we do, jiulize mimi na Mungu niko aje? Wewe mwenyewe tu, alafu utapata jibu. Bwana Yesu asifiwe. Anania na Safira walipofanya sio walipata majibu yao. Na afadhali sisi we are alive to witness, to read of that, so that we may rectify whatever tumeenda vibaya. Bwana Yesu asifiwe. So hii also tunaona parable ya bwana mmoja alipoondoka akapewa wafanyi wake talanta. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja akampea 5, mwingine 2, mwingine 1. Lakini sasa all workers hawakuwa same like us. Neno la Mungu litakuja kwetu, but we are not same. We are not thinking the same way. So wewe chenye utadecide safoni. Huyo wa 5 aliweza kuzalisha 5. Huyo wa 2 akazalisha 2. Huyo wa 1 akasema wewe ushazoea kukufanyiwa tu. Wewe kazi yako ni profit tu. Unaona? Alifanya nini? Alienda akazika. Sasa alipozika, the master when he came back, akaanza kuchukua hesabu. Alifanya nini? Alimwambia nini? Yangu nilizika, lakini hawa wa 5 alirudisha na faida, wa 2 akarudisha na faida, wa 3 alifanya nini? Alizika. Kwa nini? It's our mentality now. Let us work on it. Wewe ukifikiria ukifanya profit unafanyia Mungu, it's upon you. Kila kitu yenye tunafanya it is for ourselves. Because wao wanasema ukifanya mazuri unajifanyia, si ndio? Ukifanya mabaya unajifanyia wewe mwenyewe. So whatever we plant
Let us be ready to harvest. Tutavuna tu, kwa sababu Biblia iko hapa wazi na imetuambia let us be faithful in little things. Na Mungu wetu ataweza kutuaminia kwa vitu vikubwa. Lakini tusipoaminika kwa vitu vichache, tena Mungu wetu atafanya ni hata tuamini kwa vitu vikubwa. Ndio naona we have been stagnated. Tuko tu hapo tu. Yaani hata watu wenye walituacha hapa wanakuja tu wanapata, huko tu mbakazi niko. Hatujagundua siku. Lakini kuanzia siku ya leo naomba Mungu work on our thoughts and on our hearts, that we may change, that we may also experience these miraculous things Mungu anafanyia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona tunapoimba tunasema unapozuru wengine usinipite. Lakini ndio anawazuru wewe, unasema ni nini umefanya ili asiweze kukupita. Unaona kama wale yule mwanamke aliye bleed for 12 years. So unaona alifanya jambo. Alipenya umati mpaka akafikia pito la Yesu. What are we doing? So that when he passes around asipite. Ni nini hiyo? Ataona fulani amefanya, wacha nifike na nifanye. Unaona kama Bartimaeus alisikia Yesu anakuja, alipiga sauti, wewe tunafanya nini ili tuweze kumleta huyu Mungu wetu karibu na sisi ili aweze kutenda. Sometimes huwa tunaomba tunasema our God it seems hasikii. Mungu anasikia kila kitu. And ako ever present in our life. Lakini unafika mahali unauliza, kwani huyu Mungu ako wapi? It is us. Tumeondoka katika njia. Sasa wewe uko kwa msitu na unauliza mtu wako kwa njia. Itawezekana aje? Let us come back so that when we call upon him, let him come and minister unto us. He said he is faithful to do exceedingly and above whatever we can think of or imagine. Yeye atafanya makubwa. Because ukiomba Mungu nataka nyumba, atakupea bomu. Unaona? Yaani anakupea in excess. Sometimes tunaomba kitu kidogo anakujibu kwa wiki kabisa. So it is us now. Let us be faithful kwa hizi vitu vichache zenye tumebarikiwa nazo, ili tufanye nini tuweze Mungu aweze kututendea. Bwana Yesu asifiwe. So most of the times huwa tunauliza tunakuwa faithful in which way? Hata mimi naweza kuwa nimeandikwa mahali kazi, mdosi hayuko, naanza kulala. Unaona, I'm not faithful kwa sababu ameniandika nifanye kazi, akue asikue, I have to work. But wewe unasema let me now, mdosi hayuko. Mswahili anasema paka akitoka panya anatawala. So unaona, you are not faithful kwa wewe mwenyewe. Sasa tunajiharibia. Maybe Mungu alitaka ukue boss kwa miaka zijazo, umeharibu. You will never be, because will take advantage ya huyo mdosi na ukaharibu kazi. Bwana Yesu asifiwe. So we are led today. Let us keep our voice. That was the first speaker. Asema let us keep our voice. Ukiweka nadhiri, make sure una fulfill ili ukaweze nini Mungu aweze kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. So mbarikiwa sana na Mungu atusaidie ili tukaweze kuwa waaminifu na tena tuweke ahadi ambayo tumesema mbele ya Bwana na hata mbele ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, I say thank you for this morning. Thank you for speaking to us, Jehovah God. Father, you say that your word will never come to us void, because Lord, you have realized that you have been breaking our vows, oh God. That's why you have decided to speak to us, Jehovah God. Father, help us to be faithful in whatever we do, whatever we plan, Lord, or whatever we say. Father, enable us so that, Lord, we may be faithful. Thank you, Jesus, because you have done it. There is none like you, Jehovah Jireh. Father, as we continue, Lord, we pray that, Lord, you may lead us, oh God. When we see the end of this day, Lord, we shall exalt you. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen.